Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. Vita dhidi ya Iran vimegharimu Marekani takribani dola bilioni 37.5 sawa na paundi bilioni 28 hadi sasa, ongezeko la karibu dola bilioni 8 tangu makadirio ya mwisho yaliyotolewa mwezi Mei, kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth. Hegseth aliambia kamati ya matumizi ya Senate kuwa ni muhimu kwa wabunge kuidhinisha ufadhili wa ziada wa dola bilioni 87 kwa Pentagon, huku dola 67 kati ya hizo zikielekezwa kwenye operesheni za Mashariki ya Kati. Kikao hicho kilivurugwa mara kadhaa na waandamanaji wanaopinga vita na baadaye kikashuhudia mabishano makali kati ya Hegseth na seneta mmoja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa waziri huyo wa ulinzi kuonekana Capitol Hill tangu uhasama kati ya Marekani na Iran uanze tena wiki iliyopita kufuatia kuthibitishwa kwa vifo vya wanajeshi watatu wa Marekani katika eneo hilo. Mwezi Aprili, ikulu ya White House iliomba bunge kuidhinisha bajeti ya dola trilioni 1.5 kwa Pentagon kwa mwaka ujao wa fedha, hatua ambayo ingeongeza matumizi ya kijeshi ya Marekani kufikia kiwango cha juu zaidi katika historia ya kisasa. Wakati huo huo, saa moja baada ya kutangaza kuanza kwa mashambulizi dhidi ya Iran, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilitangaza kukamilika kwa awamu ya 11 ya operesheni hizo. Asubuhi ya Jumatano kulikuwa na ripoti za milipuko katika miji kadhaa kusini mwa Iran. Kwa mara ya kwanza katika usiku wa 11 wa mapigano, mifumo ya ulinzi wa anga iliwashwa pia mjini Tehran. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za Iran hazijatoa maelekezo kuhusu shabaha yoyote iliyolengwa katika mji mkuu huo. Miji mingine iliyoripotiwa kushambuliwa ni pamoja na Sirki, Chabahar, Bushehr, Maishahir, Konarak, Tabriz, Bebahan na Omidie. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jacqueline Masawe. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, TikTok, Instagram pamoja na YouTube kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare ili kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.